Light ningekuwa mimi nina mamlaka ya uteuzi, nilikuwa namteua kumtoa mahali alipo kumweka juu sana, maana amejaribu kugusa mboni ya wananchi. Kwa ukarabati kwa kweli hali inaenda vizuri. Tunashukuru umetukumbuka. Nauli ya 1000 inabidi tutoe 6000. Jamani, tunaomba msaada wenu, mtuone na sisi wamama tunatabika, tuna shida, tunaomba jamani mtusaidie. Ni diwani wa kata ya Ludete na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Geita mkoani humo, Mwalimu Jumanne Misungwi amejitolea kukarabati barabara za mitaa zilizopo katika kata ya Ludete ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro zenye urefu wa kilomita 57. Akizungumza na vyombo vya habari wakati wa ukarabati wa barabara hizo kwa kushirikiana na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya Geita, Diwani Misungwi amesema lengo la kufanya hivyo ni katika kutekeleza ahadi alizoziahidi wakati akiomba kura za nafasi ya udiwani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hizi ni ripoti za AyoTV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Na kuona mimi kama diwani wa kata hii, nikaona na mimi niungane na rais wangu ndani ya hizo siku nitoe tabasamu kwa wananchi kwa kuweza kuzipasua hizi barabara kilomita 57 angalau zionekane sasa kwamba tuko tunafanya kazi na kwa kufuata ilani ya Chama cha Mapinduzi, chama chetu ambacho kweli ndio kimeiweka serikali madarakani, na tunafanya kazi na kuwaambia kabisa wananchi kwamba hawakukosea, lakini pia kukiambia chama chetu kutupa imani Chama cha Mapinduzi kwamba sasa Jumanne Misungwi unakwenda kupeperusha bendera, unakwenda kusimama kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuwafurahisha wananchi. Na sasa hivi mnavyoona hivi mabarabara yanapitika kwa kweli kwa kasi sana, na wananchi wamepokea kweli, wamepokea kwa furaha sana na wananiunga mkono sana, na ninaamini kabisa Ludete tuko salama na tuko tunachapa kazi, hatuna mbambamba. Hali ya barabara kipindi naingia madarakani mimi, kwa kweli hali ya barabara serikali ilifanya kazi kubwa sana, lakini kama unavyojua mji wetu wakati wa Ludete, na kila siku unasema ni watu wanazidi kuingia kwa wingi, kwa hiyo barabara yanazidi kuongezeka kwa wingi, lakini hali ya barabara ilikuwa sio rafiki sana kwa sababu mvua ni nyingi kipindi cha masika. Kwa hiyo mimi ni vitu ambavyo niliviahidi kwa wananchi wangu kipindi naomba kula kwao, naomba ridhaa, waniamini, wanipigie kula, ni vitu ambavyo nilivisema kwenye jukwaa. Kwa hiyo sina budi kuacha kuvitimiza kwa sababu mimi ni mtu wa kusema na kutenda, sio mtu wa kusema na kuanza tena kuingilia huku natokea huku. Kwa hiyo hali ya barabara kwa kweli ilikuwa sio rafiki kulingana na mvua zinavyonyesha, lakini naamini serikali yetu ni sikivu, naamini Daktari Samia Suluhu Hassan ananisikia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ananisikia, mimi diwani wake kijana kabisa mchapakazi, na ninampenda sana mama yangu kwa kazi anayoifanya kwa sababu ni mama yangu. Atasikia, atakaposikia kilio cha Wanaludete basi ajue Ludete sasa hivi kilichobakia mimi kama diwani wao, tunaomba halmashauri ndio tunaoiomba. Tunaomba halmashauri kwa kasi sana. Eneo lipo. Tuna heka kama 80. Kwa hiyo tunaomba halmashauri kwa sababu angalau sasa wananchi waendelee na tabasamu lao, wapunguze zile kilomita za kwenda Nzera kule, halmashauri ya kule ni mbali, ni kilomita nyingi sana. Angalau tupate eneo, na mimi kama diwani tayari nimeshaonesha nia, nimeshaandaa heka kama 30 na nyingine ziko tunafanya mazungumzo na mwenye eneo kama heka 50. Kwa hiyo tuna kama eneo la heka 80. Naomba hiki kilio kikitoka basi wananchi wa jimbo la Katoro, kata ya Ludete na sehemu nyingine zote, Busanda wapi, watanufaika kwa wingi na watafurahia sana, watakuwa na matabasamu sana. Ndio hicho kilichobakia sasa. Kwa kweli tunalia na kilio cha halmashauri kwa sababu moja. Kwanza mimi mwenyewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC, na ninaona adha wanaopata wananchi kutoka huku Ludete. Sasa hapa Ludete, hapa Katoro tu Nzera ni almost kama kilomita 90. na nauli yake ni kama shilingi 10,000. Kwa hiyo mtu wa kawaida sana kukidhi yale mahitaji ya kwamba atoke hapa kwa shilingi 10,000 kuifuata halmashauri, anafuata huduma za kiserikali ni mbali. Kwa hiyo hapo kwenda na kurudi 20,000. Unakuta huyo mtu ana kipato kidogo sana, uchumi wake ni mdogo sana, ni uchumi wa chini. Awali ya yote barabara za kitongoji cha Bugambelele zilikuwa mbaya sana, lakini tangu nilivyopewa taarifa tarehe 3 mwezi wa 4 kwamba kuna greda litaletwa na mheshimiwa diwani,
mimi kama mwenyekiti wa mtaa niwe tayari kulipokea kwa ajili ya kuelekeza barabara zote ambazo zimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa kitongoji hiki cha Bugamberere. Na barabara ambazo tulianza nazo, tumeanza na barabara za mtaa wa Bugamberere Center ambazo zilikuwa ni mbaya kweli kweli. Kisha tukaja barabara inayotoka Kilimahewa Center kuelekea magharibi ambayo ilikuwa na makorongo kweli kweli. Na baada ya hapo mpaka leo hii tarehe 8 mwezi wa 4 tumehamia mtaa wa maduka matatu na viunga vyake kuhakikisha hizi barabara zote walau zinakuwa katika hali ya kupitika, wakati tunasubiri maelekezo mengine kwa ajili ya kushindilia na kumwaga moram na kuweka mitaro. Hali ya mabarabara kwa sasa hivi ni mbaya sana, hususan mtaa wa Kilimahewa, maeneo ya Nyakasiku. Tunahangaika sana, yaani kama vile tuko kisiwani, tumezungukwa na maji na makorongo pande zote. Kwa hiyo kama serikali tunaombeni msaada wenu kwa ukarabati. Kwa kweli hali inaenda vizuri, tunashukuru umetukumbuka. Changamoto wakati mama mjamzito anataka kwenda hospitalini, njia ilikuwa haipitiki. Hapa ni bodaboda haipitiki. Inabidi sasa watu wabebe hata kwa baskeli, na pengine ni kwa shida. Lakini kwa sasa kwa rehema hii, Mungu amsaidie sana Mheshimiwa Jumanne Misungwi kwa ndoto kubwa sana, kwa maono pana sana, kuonea wananchi wake huruma, hasa huduma milioni 2 kupata barabara.